Hivi sasa tunasikia kwa watoto wanapotea sana. Kila wakati tunasikia kuna watoto wanapotea. Pia tunawahimiza walimu inshallah wafanye kazi na wazazi. Sisi kama walimu tumetakiwa watoto tuwalelee kwa njia nzuri, tuwasomeshe kwa njia nzuri, na ikiwa ni adhabu ndogo ndogo zile ambazo kwamba hazina athari kwa miili yao. Lakini ikiwa kwa bahati mbaya ampatikana mmoja amefanya hivyo, basi isiwe ni kuwachefua walimu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Sheikh Muhammad Abdi Yobo, mwenyekiti wa chama cha UWAMU, umoja wa walimu na maimamu, na vile vile ni mwenyekiti wa charity na chama inachojulikana Al-Yatim Project. Alhamdulillah, kwa siku ya leo tumeweza kukutana na baadhi ya walimu wa muungano wetu waliopo Mombasa. Lengo kuu ni kule kuzungumza hali inayokumba jamii yetu katika madrasa zetu, misikiti yetu na jamii kwa ujumla. Mingi tumezungumza, miongoni wa mambo tumeweza kuzungumzia umuhimu wa mshikano wetu na umoja wetu. Tushukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa kule kutuafikia, tumeweza kuswali Eid kwa pamoja. Tukilitizama hili lilikuwa ni furaha kubwa sana kwetu na ni taufiki na neema kubwa sana kutoka kwa Allah Tabarak wa Taala. Mwito wetu tumezungumza hapa ni vipi tutaweza kudumisha umoja wetu, na ni vipi tutaweza kudumisha mshikano wetu, na vipi tutaweza kudumisha upendo wetu. Nasaha yetu kubwa ni kwamba tumepanga mambo mengi sana kwa wale ambao kwamba ni walimu na maimamu kuzidi kushikana na kuzidi kuwa kitu kimoja. La pili jambo, tumezungumzia masala ya mishahara ya walimu. Walimu wanateseka sana kutokamana na mishahara yao, na mishahara ya walimu wa madrasa wanatarajia fees zinazotoka kwa wazazi. Lakini ni masikitiko makubwa sana, katika miezi 8 mpaka 9 mwalimu anasomesha madrasa lakini hapati mshahara wake kutoka kwa wazazi. Wazazi, hii ni dhima kubwa sana na ni deni kama deni linginelo. Leo deni likiwa ligi la fees la mtoto wako, unamtoa madrasa unampeleka madrasa nyingine, lakini tukumbuke ya kwamba bado ni dhima iko mbele Allah Tabarak wa Taala. Walimu ni binadamu kama sisi, na walimu wahitajia, na walimu wana dhiki zao, na walimu wana shida zao. Na hili tumezungumza sana na bado tulizungumzia, lakini tumepanga mikakati kuhakikisha kwamba kila mwalimu ameweza kupata haki yake katika kila mwisho wa mwezi. Lengine tulozungumza ni musabaka wa hadithi ambao kwamba alhamdulillah mara 3 umefanyika chini ya taasisi ya Al-Yatim Project. Safari hii ni kwamba inshallah Mungu akipenda musabaka wa hadithi utafanyika Kenya nzima. Mara 2 tumefanya Mombasa, mara 1 tumefanya Pwani, na inaokuja Ramadhani hii inshallah taala itakuwa ni Kenya nzima. Hapa tumeketi walimu kupangilia ni hadithi gani na mambo haya yatakwenda vipi. Mimi kwa majina naitwa Ustadh Abdurrahman Jari Abdussalam, ni chairman katika muasasa inajiita Mombasa Tahfidh Trust, ambaye kwamba iko upande wa maeneo ya majengo na sehemu zingine. Mambo ambayo kama tumekubaliana, moja katika mambo ambayo kama tumekubaliana, madama saizi ndio watu wametoka katika Eid na madari zetu zinafunguliwa, tunawaambia walimu kwa himma, wakazi himma, wakuwe na himma ya kufundisha wale watoto na masuhulia kwa ambayo wamechukua kwa wazazi. Tuwafundisheni sana hawa watoto, na madrasa zikifunguliwa inshallah na wengine labda washafungua, tuwafundishe watoto himma alia, na tuwafundishe Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwafundisha zile akhlaq ambazo wanatakana watoto wafundishwe. Ni masuhulia, mzazi amekuletea mtoto wake kwa wewe mwalimu, idhan tunaomba walimu pia wajikaze upande hiyo na wafundishe watoto kwa ikhlas na nia mzuri, na watoto wakuwe ni watoto ambao kama inshallah watachukua dini yao. Ya pili, hivi sasa tunasikia kwa watoto wanapotea sana. Kila wakati tunasikia kuna watoto wanapotea. Pia tunawahimiza walimu inshallah wafanye kazi na wazazi, tuzidi kufanya kazi na wazazi, muwasiliane kila wakati, tupige simu kwa wazazi tujue kwa watoto wamechatumwa kutoka nyumbani, labda wanakuja madrasa, lakini wakati mwingine mtoto anatumwa anapotea katikati kabla hajafika madrasa. Sasa tunawahimiza pia walimu wazazi, wakati wanatuma watoto madrasa, wapige simu kwa mtoto wangu ashatoka na tuktuk fulani na mtu fulani, na akifika madrasa pia mwalimu pia apige simu kwa mzazi kwa aseme kwa mtoto amefika kwa salama salimina. Mimi tu napenda kuchukua fursa hii kuwaambia ndugu zangu wote wanaonitazama ya kwamba kosa la mtu mmoja haifai tuwatanganye watu wote. Nikisema hivi namaanisha kwamba kuna mara nyingine pengine mwalimu huenda akamwadhibu mtoto zaidi ya vile anavyofaa kumwadhibu. Sasa utakuta klipu kama zile zinarushwa na watu wanachukua fursa kuwalaumu
waalimu wote na maustadhi wote na kuwatukana wengine. Kwa hivyo sisi kama walimu tumetakiwa watoto tuwalelee kwa njia mzuri, tuwasomeshe kwa njia mzuri, na ikiwa ni adhabu ndogo ndogo zile ambazo kwamba hazina athari kwa miili yao. Lakini ikiwa kwa bahati mbaya ampatikana mmoja amefanya hivyo, basi isiwe ni kuwachefua walimu wote. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.